Hii ni michezo kwa mara nyingine tena, niko na waleteni kitonge wapenzi watazamaji wa Chapesa Media. Nimeona hakuna haja ya kuzidi kukaa habari nyingi zinazojiri kwenye mitandao ya kijamii hususan za kimichezo, na sehemu sahihi kwa wana michezo na wafuatiliaji wa michezo. Kituo pendwa na kituo kinacholeta burudani mzuri ni sehemu pekee ya Chapesa Media. Utapata habari za kimichezo, burudani na makala zozote zinazoendelea hususan za kimichezo. Bwana, leo mnaiona sura ngeni, lakini sio ngeni kwenye michezo. Ni mwamba. Atajitambulisha na mtamsikiliza nini anachokiongea. Ana ya kwake ambayo anayo yafahamu. Akiwa na uzi wake wa mnyama Simba, anaona yeye ni mnyama kweli kweli, ni shabiki wa kutosha. Kiufupi utamsikia, atajitambulisha na atajielezea nini tunachoenda kukiongelea, hususan ni michezo, hatuna haja nyingine. Bwana Mwamba, mambo vipi? Poa vipi? Wanasika wa Chapesa Media wanahitaji kufahamu kwanza ni nani shabiki, wanaujua uzi uliotinga Jeruti, lakini kwa jina kwanza, kabla mimi sijakutambulisha wao, before wewe mwenyewe unatakiwa kwanza ni nani kwanza unaitwa Mwamba? Kwa jina naitwa Sultani Alfani Kimbonde. Mimi ni shabiki wa Lialia wa Simba, natokea Mwandegi Mkulanga Pwani. Shabiki Lialia wa Simba, yani Lialia kweli kweli. Una masiara. Yani sina mzaa kabisa na Simba yangu. Simba mnyama umeielewa mwanangu. Sana. Kabisa yani. Yani kwenye Simba, yani ukiniambia Simba bora nsile. Wewe ni Simba yangu. Pale pindi unapokandwa na mtani nafsi nauma. Yani naumia sana, naumia kiasi kwamba ila tu yani kuna kuja kitu kama vile yani mpira ndio upo hivyo, lakini yani kiukweli nateseka sana tena kwa sababu kila mechi yani inayofungwa yani nikuta nipo pale kwa Mkapa. Yani nipo uwanjani nateseka sana. Wewe mwanangu Sultani, mechi zote za Simba zinazochezwa ikiwa kama dabi na mechi zingine za ligi za kimataifa unaenda unahudhuria? Yote nahudhuria na huwa natinga jezi yangu kabisa. Nakula uzi, yani sio uoga, yani huwa siogopi. Navaa jezi kwa sababu naipenda Simba, hata nikifungwa naumia, ila tu tofauti yake kuumia kwangu mimi naumia ndani kwa sababu yani najua mpira una matokeo matatu, lakini nateseka sana. Sasa ya Sultani, yes. Unavyoumia kiundani kwanza inakupelekea wewe binafsi kuweza kuwa kama na dukuduku. Kwa nini usikae kulimwagisha kabisa, kae kama ufunguaji ule kuna sababisho linalotokea wewe, pengine viongozi au wachezaji wenyewe? Kwa nini usianze kutoa taarifa mapema au kutoa ushauri kwa wanamichezo wako wanayokosea? Cha kwanza nadhani hamna shabiki ambaye yani anaumia kama mimi, lakini yani akashindwa kutoa dukuduku lake, lakini kikubwa inakuwa ni nafasi, kuipata nafasi ya kuongea na kiongozi ana kwa ana, lakini vile vile kupata nafasi ya kuongea na media kama hivi, unaona lakini ukiwa unapata nafasi ya kuongea na media kama hivi inakuwa ni fursa kwetu sisi mashabiki kutoa maoni yetu kupitia hizi media. Yani kiukweli Chapesa, yani kama mimi naona kama vile jambo la furaha sana kwangu, sababu sijawahi kukutana na media tofauti, lakini yani kwa mara ya kwanza nakutana na media yako. Unaelewa? Yani kiukweli, yani leo sasa nitaongea kwangu ambayo najua kwamba yani haya yananisibu sana na Simba yangu, yani yananisibu sana. Yani cha kwanza Simba na changamoto nyingi. Tumepitia changamoto nyingi ndani ya miaka 4-5 hii ya ubingwa ligi kuu, tumeshindwa kuutetea japo tumefanya vizuri kimataifa. Hiyo haina shida. Yani hiyo sina shida na viongozi kwenye kimataifa. Wewe upande wako viongozi huna shida nao? Kwenye kimataifa sina shida nao. Yani naamini tutaendelea kuprove muda wote kimataifa. Naamini hivyo. Lakini ligi kuu au ndani ya ligi kuu tunapata changamoto sana. Changamoto tunapitia tofauti kutokana na viongozi. Sijajua kama ni viongozi au wachezaji, lakini naamini kwamba kuna vitu ambavyo vinasababisha sisi tusifikie malengo yetu kupitia ligi kuu. Umeelewa naamini kwanza cha kwanza kabisa quality ya wachezaji ambayo tunaichukua. Quality ya wachezaji quality ya wachezaji pia inatuangusha. Kutoka tunasema tunajaribu, yani tunatest, tunajenga. Neno kujenga hatuikatai, kujenga ni kawaida. Lakini unapoonyesha unajenga, basi uonyeshe kwamba bwana kama unajenga timu yetu, basi unapotaka kujenga kitu huwezi kukurupuka tu ukaenda ukapaua. Lazima uanze, hata kama utakuwa na hela, lazima uanze chini. Unaanza kutia kama unaanza kwanza kununua kiwanja, ukinunua kiwanja unatia tofali, unaleta fundi anakupa mwelekeo ulivyo, anaanza ujenzi mpaka mnapaua. Kwa hiyo ndio ujenzi upo hivyo, lakini huwezi kutoka hapo tukupu kaenda kupaua ghafla. Unapaua nini? Tofali hujazichomeka, unapaua kitu gani? Kwa hiyo ndio hivyo, lakini mimi nianze kwa moja Sultani. Ndio. Jana timu yako imecheza mnyama Simba pale katika uwanja wa Jenerali Isamuyo JKT. Simba imeongoza kwa ushindi wa goli 2
2-1 ambao ushindi ule aliyokuja ni si kocha, ni meneja mpya kuondoka kwa Fadlu, akalisi kwa muda kidogo Matola, akaacha Matola, akaletwa wana Dimitar Pantev, lakini jana kacheza na timu kubwa kwenye vilabu, unajua inajulikana kuwa Al Hilal Omdurman ni timu kubwa, lakini jana imepelekea Simba kushinda goli 2-1. Kwanza hapo unauzungumzaje ushindi wa jana ikiwa kuna kocha mpya? Kwanza kabla ya yote nianze kushukuru kwa sababu kupata matokeo ya 2-1 sio jambo dogo. Japo mpira haukuwa open, kwamba haukuwa wazi kama kuonyeshwa, lakini nachoamini huu ni muendelezo ambao Matola ameanza nao, huyu bwana anakuja kuendelea. Yani kama Matola na yule Dimitar Pantev watashirikiana vizuri. Yani nimeona Matola na mwanga mkali sana kiasi kwamba kama Pantev atakaa nyuma Matola au atakaa mbele ya Matola, lakini wakikaa bega kwa bega wakisaidiana, wakishirikiana, yani kiukweli itakuwa Simba moja ya hatari sana, kwa sababu hata huyo Fadlu wakati anaondoka, mimi mwenyewe nilikuwa na malalamiko yangu, kwa sababu makocha wengi sijui kwa nini, unajua kwa sababu wataalamu, lakini huwezi kuingilia tu majukumu yao, lakini kiukweli kuna mapungufu mengi walikuwa wanaonyesha Fadlu alikuwa anaonyesha mapungufu mengi mno, kwa sababu kufikisha finali kwenye bado kuna mapungufu sana, kwa sababu huwezi kuwa na timu ambayo umesajili mwenyewe wachezaji unayowataka alafu unashindwa kuwatumia. Una wachezaji 13 ambao ushawasajili mwenyewe. Umeanza na kikosi ambacho cha msimu uliopita wachezaji karibuni 7 au 5. Wachezaji 7 umewaweka kikosi kipya. Alafu na wengine 5 unao nje ambao umewasajili mwenyewe kama unawaamini. Kwa nini usiwatumie hao wapya ambao umeweka benchi? Tena unasema unawaamini mwenyewe. Kwa nini usiwachezeshe? Mpaka dakika 70-75 bado wachezaji wapo benchi, kiasi kwamba timu inaonyesha kama vile haina mapana, kumbe timu ina wachezaji ambao wana uwezo, ambao wanafanana. Ukiwa na wachezaji wenye uwezo unaofanana, maana yake ndio kikosi kipana, maana yake ndio hiyo. Uwe na wachezaji ambao uwezo unafanyaje? Unafanana. Sasa mfano mmoja kumuonyesha nani? Sema Matola. Sema Matola amemuonyesha kwamba Fadlu itakiwa utumie hivi. Use mechi, yes, yeah. Amekuja mechi ya kwanza Sema Matola na Kaimu pale. Maana yake kwamba kikosi tu alichochezesha kila mtu amemfanyia surprise. Ya ligi kuu zidi ya nini Namungo. Zidi ya Namungo. Yes, alikuwa nini Fadlu mwenyewe. Yes. Namungo. Zidi ya Namungo, Matola ameonyesha ukubwa na uzoefu aliyokuwa nao katika ligi kuu na kuwa katika sehemu ya ukocha muda mrefu, na ameonyesha uzoefu wa kuwa Simba muda mrefu. Maana yake akuonyesha pressure aina yoyote, akuonyesha kuogopa. Unajua kumchukua star ambaye ashazoeleka kwenye timu kwamba huyu ataanza, alafu kumwambia wewe kaa hapa kwanza, subiri. Sio jambo dogo. Sio jambo dogo kweli kweli. Yaani kwanza namsifu sana. Ambayo unajua timu yani inajua, yani mashabiki wote wakikaa tu wakiamka wanajua Fadlu anamaanisha mtu fulani. Alafu huyo mtu mwingine anakuja kukaimu anamwambia wewe kwa leo niache. Anacheza huyu. Kwa mara ya kwanza leo Chaziaua kwenye mechi ya Namungo na Simba anapigwa benchi. Anawekwa Joshua Mutaya anamwamini. Sawa? Anamuingiza Moise Abraham kwenye kikosi. Timu imecheza mpira mmoja wa hatari sana kiasi kwamba yani hata shabiki mpinzani wa timu nyingine anasema yes, that's Simba. Yani hii ndio Simba. Lakini kihistoria inasemekana kuwa Namungo kwa Simba furukuti hata aiweje. Shida sio hiyo. Ni underdog kwenu. Namungo sisi mwaka jana washatugimia. Namungo wao unaona washatugimia, tumetoka nao sare na nakumbuka mechi ya kwao. Tumetoka nao sare. Tumetoka nao sare na Namungo na hisi. Mwaka jana na hisi. Sio mechi ile. Kuna mechi hapa na tumetoka nao sare. Kama sema kaja mwaka juzi tumetoka nao sare mechi moja. Kiasi kwamba mpaka watu wakaanza kusema sio Mgunda alikuwa na kocha mmoja hivi. Ila timu hii imesaidiwa na ipo chini ya JSM, maana yake kipindi hicho ilikuwa inakuja Namungo inaenda JSM, yani JSM ndo anawasaidia, yani kwa sababu wana udhamini wa JSM. Yule alikuwa msaidizi wake Nabi. Kwa hiyo mwisho wa siku inaonekana kwamba bwana timu ishaingiwa na JSM, kwa hiyo ushabiki wa Simba kwa hao wamehama hivi. Bwana Simba fanyaje, sio tawi la Simba. Lakini kiukweli yani Namungo walishatuonyesha sisi mpira mzuri sana huko nyuma, yani washaonyesha upinzani. Japo kuna mechi nyingi tumepata matokeo kwao. Lakini kuna mechi walishatuonyesha kwamba bwana sisi tunaweza kuliko nyinyi. Lakini ukiondoa masuala ya Simba na Yanga, yani hao ni mashabiki ambao mtu anaweza kaongea na uono wake, lakini kiukweli Namungo mwaka huu umeprove na umecheza mpira ambao ni mzuri. Na kama sisi tungecheza mpira wetu ule ambao wa Fadlu, tusingepata matokeo kwa Mkapa, mimi nakwambia. Ungecheza mchezo wa Fadlu? Tungecheza mfumo wa Fadlu ambao akiamka Chaziaua anza,
wewe hapo kaa hapo, ile Mpanzu cheza dakika kibojezi sianza winga, yani sisi tusingetoboa mechi na. Kwa hiyo nataka kuniambia mfumo anaochezesha Fadu ulikuwa kwa wana Simba especially kwa upande wako ulikuwa mimi binafsi simshushie heshima, ni Fadu ni kocha mzuri sana, ila ana madhaifu yake hasa kwenye upande wa kikosi, yani kikosi ambacho yeye anapanga, ana claim, yani akiamka akilala ni kile uabadilishi. Hiyo ndio changamoto kiasi kwamba hata kipindi kile hata wachezaji wanakuja, mlikuwa mnataka kaanza kina Maema, waanze akina Abrahamu, yeye anawaweka benchi, anawachezesha akina Jenchaza huwa. Kwa hiyo sasa unakuja kabisa, sasa unafikiria huu uwanja mazoezi hakai. Je, kama uwanja mazoezi hakai au kama anakaa nini anafanya? Kwa sababu kama unamwona mchezaji uwanja mazoezi anafanya hiki, kwa hiyo usiende kumwambia bwana okay, unaweza hebu fanya hizo zoezi. Umpe dakika 10 tu at least basi aonyeshe uwezo wake au uwezo wake. Na mashabiki tunajiridhisha okay, yule bwana abebeki, anacheza anapewa nafasi lakini hatumii. Kila akipewa nafasi afanyaje? Hatumii. Lakini mwisho wa siku yeye anaweka wachezaji bench, anaanza kikosi chake kile siku ni hicho. Mwisho wa siku tumeenda kuingia kwenye mfumo mechi ya kimataifa pale. Na Zida Gaborone tunaenda kupaka, yani kama tupo ugenini. Lakini kipindi kile tayari yule Etiete kuondoka ipo, inaonekana kuna mambo alikuwa yaendi sawa, na ndio hata mchezo unaonekana wachezaji aliwaondoa kwenye yani kiukweli sisi pale wale ni Gaborone walituzidi. Tulizidiwa sana. Yani sisi wale tulichokifanya kubwa au uzoefu ndio Simba aliwabeba uzoefu wenu na ukubwa wa timu wa klabu. Ndio Gaborone kama vile kwa ameshindwa hapo, lakini kimchezo kimbinu mlishindwa. Sisi tulishazidiwa. Lakini wengine kuna baadhi ya mashabiki zenu wanakataa hiyo kauli. Wanasema Simba hawakuweza kuzidiwa, ila tu inategemea kulingana na wachezaji walishaondolewa, yani kwenye mfumo ule wa kuwa na imani na tunaendelea na kocha wetu ulikuwa haupo. Hapana, yani mchezaji anajua tu, yani mimi ni mtu wa mpira, yani mimi ni shabiki afu ni mtu wa mpira. Yani Gaborone imecheza kitimu sana. Sawa, wamecheza total football. Total football haina star. Yani yeyote anacheza mpira, anakwenda, anagusa, anatembea, sawa. Sisi tulicheza mpira ambao individual football. Yani individual maana yake kwamba timu kama haipo pamoja, ila mchezaji mmoja anaonyesha uwezo wake binafsi. Lakini wenzetu wanacheza total football ambao kiasi kwamba wale kama wamezoeana. Ukitaka kujua hilo, wale hawajachagua sehemu ya kucheza, na timu ambayo inacheza total football haina kupaki basi. Total football maana yake muda wote mnamu ya mpira. Wao wametuonyesha kule kwao, wametuonyesha tena, ukiangalia kule kwao kwenyewe sawa sawa na sisi kutoka hapa kwa Mbeya. Sio kwao kabisa, sio uwanja wa nyumbani unajua ule. Ule ni uwanja wa ndani ya nchi yao, lakini nje ya mkoa wao. Sielewi, yani angalia mtu anakuonyesha kile. Yani timu inatoka Dar es Salaam ambayo ndio makazi yake hapa, kwa mfano kama KMC au Simba au Yanga, itoke iende Mbeya na inacheza mpira ule kama ipo Dar es Salaam. Hiyo timu iogope sana. Sielewi. Gaborone kichowaondoa kwenye mashindano ni uzoefu. Kama angekuwa na uzoefu, sisi tusingetoboa kwa Gaborone. Ila kiukweli uzoefu ndio umetusaidia sisi. Ukosa uzoefu tusingetoboa. Wewe bingwa mliishia njiani hii mapema. Na ingekuwa aibu, na aibu yake ingekuwa sio nchi hii. Sisi tungeweka hapa nyuso zetu sisi. Lakini mimi nashukuru kwa tumetumia ukubwa wetu, tumetimiza malengo yetu. Sasa hivi tulipo, yani nakwambia Dimitri kama pate mwe, kama ataenda kukaa na mfumo pamoja na bwana nini Selemani Matola, ile Simba sio itakuwa sio nchi, itaudi Simba yetu ile ya kipindi kile. Naiona Simba ya 2017 18. Naiona Simba ile. Yani naiona Simba ile kwa meneja aliyokuja sasa hivi. Yani mimi nakwambia timu ina kule kwa sababu meneja yule ni tu kwa makaratasi. Lakini CV inaonekana hana. CV inaonekana hana, lakini akafu iliruhusu. Ni kweli kabisa CV. Mataifa kweli ataendelea kuonyesha unbeaten yake kama alivyoifanya Fadu. Yani yule toka alikotoka, nikupe historia hiyo Patem. Toka alikotoka huko. Pantev. Pantev. Toka alikotoka yeye sio kwamba yeye ni kocha mwenye CV. Yule ni kocha wa uwanjani. Cheo cha meneja hajaanzia hapa. Toka alikotoka huko Gaborone alikuwa ni meneja. Na kama unakumbuka mechi ya kwanza kukaa kwenye benchi kwa sababu Gaborone, kwa sababu nini? CV yake ilikuwa imruhusu. Kwa hiyo wale jamaa wakaja wakamchange, baada ya kutoka kwenye kocha wakaja kumtia kwenye meneja. Alibadilisha kwenye meneja, kafa ruksa meneja anasimama kwa sababu si cheo chake si meneja, anasimama kama meneja. Yani wao kafu wanaita ni meneja. Hiyo ni meneja simama, lakini sio kocha. Kwa hiyo sasa sisi tukiangalia hizo ni maandishi tu, hayo makaratasi, sisi tunaangalia uwezo wa mtu, uwezo wa uwanjani, anafanyaje timu. Kwa sababu tukiuliza Gaborone, sifa zote za Gaborone unapewa huyu ndio kila kitu. Kwamba huyo ndio kocha wetu. Kama ndio kocha wetu, ina maana kama ndio aliyafundisha yale. Kama kayafundisha yale, timu wachezaji ambao hawana uwezo, hawana majina, ni wachezaji wa kawaida, amewajenga.
na tumeulizia historia yake hata huko alikotoka. Timu inayofuata kutoka Kameruni ilikuwa inaitwa timu gani ya Kameruni, pia ilikuwa ni hivyo hivyo timu yani alichukua ubingwa. Kwa hiyo ni mfumo wake ni total football, kila mtu acheze, hakuna star kwenye timu, na huo ndio mpira wa kisasa. Sio mtu anavimba uwanjani acheze akimbie, umeelewa, avuje jasho. Hakuna wachezaji wa namna hiyo sasa hivi. Wachezaji wa kuvimba si hatuwataki, tunataka timu icheze kitimu, ishirikiane yote. Inasemekana katika mfumo wanaotengeza Dimitri Pantev, yeye hataki ategemee mchezaji mmoja. Yes. Yaani kila mchezaji aforce kutafuta namba yake kwa kujituma. Kwa aliyomtoa anatakayemuingiza bora hata aliyoingia. Sawa kabisa. Hivyo hivyo. Kwa hiyo huo mfumo ambao wanaotengeza kwa pale timu yako wewe unavyoiona katika wale wachezaji waliowasajili Fadlu wataweza kumudu? Yaani wengi sana. Yaani sio wale wasajili Fadlu, mpaka wale waliokuwa pale. Wengi sana. Mimi nachosi tu kitu hiki kimoja. Ile timu naweza kusema ilikuwa imepotea kwenye fitness level. Fitness level, wachezaji wengi unaona kabisa yani wanatamani lakini mwili unakataa. Simeelewa. Ninachoamini kabisa kwamba kocha huyu cha kwanza ajenge fitness ya wachezaji. Wachezaji wakimbie sana kwa sababu mfumo wa mwalimu maana kwamba wachezaji wanatakiwa wafanyaje, wakimbie sana, wavuje jasho. Sawa. Kwa hiyo kama mfumo wa kuvuja jasho lazima watu wafanye mazoezi ya kujituma. Kocha wa fitness ajenge timu, ajenge wachezaji katika mfumo wa fitness level. Kiasi kwamba mchezaji muda wote hata kama 120 atembee. Kama dakika 90 atembee. Unaelewa? Yes. Yaani mchezaji asikate pumzi dakika 70 kwa sababu sisi Simba yetu ambayo ya Fadlu ni dakika 70 mwisho. Wachezaji wanakata upepo. Ndio changamoto ambayo ilikuwa inatusumbua hadi Fadlu anaondoka. Yaani pale wakati kocha alikuwa fitness alikuwepo Sultani. Sasa makocha wanakuwa lakini wao wanatofautiana. Sisi tushai kuona kocha na ukali wa kocha wenyewe pia wanategemea. Hadi uwezo, sio ukali tu, hadi uwezo, usimamizi wa fitness level. Yaani fitness coach kuna mwingine anaishi tu Kiswahili, kuna mwingine anaishi kikazi. Si kwa sababu tushai kupitiwa na kocha mmoja ambaye amefariki Zlane, ambaye ni Mtunisia, amefariki alikuwa Rwanda hapa. Yule jamaa ni bonge moja la kocha wa viungo. Yaani yule kama itatokea atakuja kocha kama yule, tukimpata aina kama yule, sisi sasa hivi hatusumbui nini pale masuala ya kikosi tu. Hatuna shida, si fitness. Tukiweka sawa fitness, kocha yule pale aliyekuja na wakishirikiana Matola, ile Simba sio ya nchi hii. Wewe quality ya kikosi cha kilichopita cha Fadlu ambacho kilichotemwa akina Mavambo, akina Ukajefa na hiki ambacho kilichokuepo sasa hivi, katika ulinganisho wako wewe Sultani unavyoona, kipi ambacho ni kikosi bora kwenye quality kwa msimu huu? Yani kikosi hiki ni bora zaidi. Sio zaidi tu, yani ni zaidi kwa sababu ina wachezaji ambao wenye quality, ina wachezaji ambao sio kusubiri tena, ni wachezaji ambao wanaweza kukupa chochote muda wote. Simeelewa. Lakini kikosi kilichopita, yani tulikuwa tunasema kwamba tunajenga timu, wachezaji wengi hawana uzoefu. Wewe sasa hivi kauli ya kusema tunajenga timu. Yani kwanza hiyo swala alipo tu la kujenga timu. Kwa sababu tuna wachezaji wa kila aina. Tuna wachezaji chipukizi, tuna wachezaji wa kukupa matokeo muda wote, tuna wachezaji muhimu vile vile. Yaani tunasema huyu anaweza ukamwingiza kaenda kubadilisha matokeo. Simeelewa. Yaani sasa hivi asija akakudanganya shabiki au mtu yote kwamba sisi tunajenga. Sisi hatujenge timu sasa hivi. Tuna jambo letu mwaka huu. Kikosi hiki unaona kwenye unyang'anyiro wa ubingwa upo? Yaani sio kinyang'anyiro cha ubingwa. Yaani sasa hivi nawaza baka klabu ubingwa. Yaani kama huyu kocha aliyekuja amekaa kwenye mstari. Sio ni baka klabu ubingwa yenyewe nawaza. Sio ligi tu. Sio ligi, hadi klabu ubingwa nawaza mbali. Inawaza mbali sana. Sultani bwana. Kafu iko ndani unaiona iko pale. Finali unaiona tena kama ile ya shirikisho. Tumekosa yani finali ni finali, yani ninakwambia klabu ubingwa mwaka huu. Unaiona? Yani kabisa. Kuna kauli za mashabiki baadhi kuhusiana na mchezaji wako namba 10, Jean Charles Ahoua. Asilimia wengi wanaonekana kama vile ni mchezaji mwenye tamaa, alafu pili kiwango kimeshuka. Kwa upande wako Sultani, unamzungumziaje? Charles Ahoua jana akashinda goli la kwanza. Charles Ahoua kiwango chake sio kwa kimeshuka. Yaani watu hawajamfuatia Charles Ahoua ni mchezaji mzuri sana, lakini ni mchezaji ambaye hana mambo mengi. Sawa, yani mchezaji hana mambo mengi. Ila kinachomfanya mpaka aonekane yeye ameshuka, mwaka huu quality ya wachezaji imeongezeka, wachezaji wenye ubora. Yani msimu uliopita ukiondoa Abrahamu leo hayupo Morisi, kwamba nani alikuwa ana recover nafasi ya Charles Ahoua msimu uliopita. Ndio maana ukilala ukiamka unajua Charles Ahoua lazima aanze, atakuja ataanza Mpanzu, atakuja ataanza Kibu, ndio kikosi. Yani msimu uliopita kikosi chetu kilikuwa cha kawaida sana. Kikosi hafifu. Yani kikosi cha mwaka huu nje watu ndani watu. Kiasi kwamba yani ukifanya mistake pasi ya kwanza ya pili umetupa, ya tatu ya nne umetupa, kocha lazima afikirie nini cha kufanya. Hakuna option. Lakini zamani au msimu uliopita unasema okay, ngoja tumpe muda anaweza kubadilika. Lakini kingine tulikuwa hatuna mtu ambaye anaweza kucheza kama namba 10 typical, kwa sababu yeye acheze kama namba 10 typical. Namba zake na namba 10 yani hazitoshi. Yeye ana namba za Fuadi kama namba 9,
sawa, au lakini sio namba 10 kwa sababu namba 10 sifa ya kwanza unaweza ukafunga, sawa, watu katai, lakini sifa yake ya kwanza kuibadilisha timu katika muundo wa uchezaji. Yani muundo wote unahusika, yani kocha akisema nataka kubadilisha muundo wa uchezaji, namba 10 ndio anayehusika. Hakuna mtu yote anayehusika kubadilisha muundo wa uchezaji. Kwa hiyo Chelsea huu muundo wake ulikuwa ni huu mmoja tu wa uchezaji, kwamba okay, anakuwa kwanza ipo slow, yani akishafika afu ya mpinzani, yani timu ilikuwa icheze kwa spidi, sawa. Kwa mfano kama wale Gaborone wenyewe ukiwaona wakiingia afu ya pili, kiasi kwamba wewe mpinzani ama uangalie hao jamaa mbona wanakuja spidi, mwisho wa siku unasikia washakosa goli, washafika golini, wamekosa wenyewe magoli, finisher ndio inakuwa inaangusha. Kutoka pale kiutaalamu, yani timu ikiingia afu ya pili, namba 10 inakuwa uwe haraka sana, lakini Chazia huwa yeye akishafika afu ya pili akiwa na mali, yeye ni mtu akumbao kupozesha mali, anarudisha nyuma, anatani back pass, haina faida yoyote, anatuchelewesha, simeelewa. Lakini kwa mwaka huu atajitoa mwenyewe kwenye mfumo, kwa sababu namba ataiacha, wala hakuna mchawi yani mwenyewe kama mwalimu anasema wanaoke nasimamia haki ya wachezaji, yani Chazia huwa ataiacha mwenyewe namba mwenyewe, wala hamna uchawi yani. Sasa tuingie upande wa pili. Wanayanga bwana, tetesi zilizokuwepo, kocha wao Romain Folz kuna hatihati ya kuondoka, ikiwa tayari sasa hivi kocha wa Madagascar ambao wanasimba walishapeleka ofa ya kumhitaji pia, wakaacha au wakashindana, mwishowe wakaangukia kwa mzee wa matatu Pantevu kaingia Unyamani, ni meneja, ila Wanayanga wakaenda wao kwa upande wao, inasemekana kesho wenda kocha anakuja. Unamzungumziaje mtani wako kwanza juu ya huyu kocha ambaye wewe binafsi ulitanguliza ofa ya kumhitaji, umemkosa yeye, kaenda katia ofa yake, anakuja pale Jangwani? Kwanza naambiwa yani adui yako muombe njaa kabisa, yani muombe njaa, kwa sababu kwanza mimi nilikuwa napendelea, yani napenda yani waendelee tu kufanya vibaya kiukweli, ila kikubwa kwa sababu labda tumpe ushauri kama mtani wetu, yani anachokifanya sasa hivi anafuata pressure ya mashabiki, anafuata pressure ya mashabiki. Pressure ya mashabiki ni ngumu sana. Yes, viongozi wenyewe wa Yanga wanafuata pressure ya mashabiki. Mimi nadhani wangeangalia nini cha kufanya, kwa sababu hata huyo kocha anaweza akaja pressure ikaongezeka, kwa sababu kocha swala lingine na mchezaji swala lingine, yani wachezaji anaishi nao vipi. Inawezekana kweli akawa kocha mzuri, akawa anaishi vizuri na wachezaji, uwanjani kwenda kuwapa madini anashindwa. Inawezekana kocha anaweza akaja na hapa madini, lakini kuishi na wachezaji anashindwa. Kwa mazingira yote yanaweza kusababisha timu isifanye vizuri. Lakini kingine mimi naamini kwamba wanaingia kwenye mfumo huo kwa sababu ya matokeo pia. Yani matokeo ya sare ya Mbeya City ndio yanawatia pressure. Unajua Simba na Yanga hawapendi sare. Yani wakiingia uwanjani ni kushinda tu. Hawataki sare wala kufungwa. Yani Simba na Yanga sisi ni tunataka matokeo tu. Usielewa? Na hiyo mnasababisha nyinyi mashabiki. Yes, yani mashabiki, kuna mashabiki sio wa mpira, mashabiki wa mpira, mashabiki sio wa mpira. Mashabiki wa mpira wanasema okay, that yani siri that yote yanahusika, ima kutoa sare, kufungwa au kushinda. Lakini kuna shabiki wa shabiki ilialia elewi, yeye anachosema kwamba yeye ni matokeo tu. Yani akitoka nyumbani akaenda uwanjani anataka matokeo ya kushinda tu. Sasa hao ndio ambao si wanayumbisha timu zetu. Kwamba bwana huyo sare, bwana huyo kocha mbaya. Kumbe inawezekana yule Folz wangemwacha, baadaye angekuwa na sumu sana. Inaonekana mbinu za kimchezo kwake zimekuwa ndogo kama ulivyomkataa Fadlu. Hapana, mimi Fadlu sijamkataa kwa sababu mbinu ya mchezo. Yani kwanza mimi nikwambie, kocha wao sio kama kocha mbaya. Kocha wao ni mzuri kwa sababu kwanza anajaribu wachezaji. Sawa. Si kocha wetu Fadlu toka alivyokuja, hakuna mchezaji ambaye akambadilisha. Yani tukasema kwamba huyu alikuwa ipo huku, sasa hivi ipo huku. Namba nimweke katika nafasi nyingine upande mwingine. Kwamba yani ukiangalia Simba ilivyokuja, Fadlu alivyokuja, wachezaji wake wanaanza nao ndio wale ambao sisi tunawajua, ndio wale mastaa wetu. Chazeo ndio star wetu. Tuanani wale kina Mpando star wetu, ndio wale mpaka tunawajua mpaka sasa hivi. Lakini Folz yule kaja, amekuja amemchange Andambuile, kama unamwangalia Andambuile. Andambuile hakuna mtu aliyemzania kama Andambuile atakuwa kwa nafasi. Kama kipindi kile cha nani yule cha kocha Simba kwa mwini huyu nani Kibu Dennis. Ndio anatakiwa kocha uwe hivyo kwamba okay, mimi pale kuna kitu nalingia sasa hivi. Kulikuwa na mtu fulani nimemjenga mimi, ipo pale sasa hivi anaendelea, ipo huku. Yaani ipo katoka kwenye level hii, ipo kwenye level hii. Kwa hiyo kocha wa Yanga pia sio kocha mbaya. Hata ukiangalia yani Yanga sisi Yanga wao wanacheza kwa pressure. Na ndio maana yani yes. Sasa mbaya hata sisi kwa tunacheza kwa pressure kwa sababu unaiangalia Yanga anacheza. Ukiangalia Yanga anachezaje, Simba hawezi kucheza mpira. Na Simba na Yanga akisema unaangalia, ukiangalia Simba inachezaje, Yanga hawezi kucheza mpira, anacheza kwa pressure. Kwa hiyo nyinyi mnatazamia yani sisi ndio kinachotuumiza kwamba huyu Simba akifanya vizuri, Yanga akifanya vibaya. Tunasema kwa nini sisi tufanye vibaya, yeye kafanya vizuri, kwa nini? Kuna shida gani? Kumbe mpira upo hivyo. Kwa sababu hata sisi wenyewe tungekuwa tunaangalia wanataka wao. Sisi kocha wetu Fadlu amefungwa mechi zaidi ya 3 au 4.
na Yanga, lakini zote zilizofungwa tumezidi kuvumilia. Mimi naamini kama Yanga wasingekubali, umeelewa, ingekuwa Yanga kwa kufunga michezo 4 kocha mmoja au wasingekubali. Unakanda na kocha huyo, lakini sisi tushaingia kwenye mfumo wote, tunajenga timu, ngoja itabadilika. Na ukiangalia ukimwangalia Fadu toka ingie hajafungwa magoli zaidi ya 3, si 2-1 moja bila 2. Kwa hiyo tunasema kama kafungwa moja, tulitoka kufunga goli 5, kafungwa moja, tutachange tu, ipo siku tutabadilika. Yes, na hata kuja kuangalia mpira, tunacheza mpira mzuri, yani unajua sasa mechi ya dabi, unajua yani sio ile pale Simba ambao unajua anapigwa goli 5 sio, lakini tumedumu naye mpaka alipata timu. Na mimi naamini kama kukosa timu Mila si angefukuzwa, lakini sio kwa mechi hizi hapa angekaa sana Fadu. Yes, na angemfukuzisha yule nani yule Chaziaua, lakini kwa Fadu Chaziaua tu ndio angemfukuzisha kazi, lakini kwa wachezaji wengine wote alikuwa clear. Chizokea alikuwa anachezesha wachezaji ambao wanajua sasa wanapambana. Chaziaua angemfukuzisha kazi, ndio mchezaji wake pendwa kabisa, yeye angemfukuzisha kazi. Kwa hiyo Lacoten Drabe ujaji wake kwa wana Simba pengine au kwa Yanga ni muda sahihi na kikosi anachokikuta, au pengine yeye yale makeki aliyokuwa anayafanya kule Madagascar wenda huko yakawa tofauti na vile alivyokuwa anafundisha? Sio kocha mbaya, ni kocha mzuri, kwa sababu kumwambia kama kocha mbaya na sana kumshushia CV, kwa sababu kama amefikisha Madagascar, amecheza finali ya mashindano ya CHAN, wachezaji wa ndani wanachezea ndani ya nchi, kila nchi husika, yani sasa unamkosea, kwa sababu kama anaweza kuprove kwenye CHAN, sio kocha mdogo huyo, sio kocha mdogo kwenye namba. Kwenye namba hiyo haina shida. Ila sasa je, akitoka kule kuja kufanya transfer kutoka sehemu moja kuja sehemu nyingine, je atakuwa ni vile vile au la? Kwa hiyo yeye ni kamali, wenye usajili ni kamali mara nyingi, sawa, lakini tunaamini kwamba wana namba zake anaweza kambeba. Lakini namba sometimes hata sisi mashabiki tusiangalie sana namba, kwa sababu hata sisi washakuja Simba makocha wakubwa. Ashakuja Leshante pale kutoka Kameruni, ashakuja Mshawadi kinatoa wale pale. Lakini mwisho wa siku hapo tumetoka 1-2 na nini Almasi na tumeenda kutoka kule bila tumetolewa. Sawa, ni makocha wakubwa, lakini je, una timu ya kutosha? Sawa. Timu ya kutosha kama unayo, kocha anakuja kazi yake nyepesi, lakini kama una timu ya kutosha, yani wachezaji wanahitajika muda mwingi wa kukaa, lakini mimi ninachoamini, yani kama wachezaji zangu watasema wana kocha ndio kila kitu, basi ujao watakuwa wamebugi. Yani waangalie kwanza usajili wao. Waangalie kwanza usajili wao unafaa. Lakini wao hawajafumua kikosi kama Simba. Wao wameongeza, wameboresha kikosi. Ni kweli kikosi hawajafumua. Kikosi ni kile. Waliotoa ni 3 au 4. Kikosi hawajafumua. Waliowatoa wote ni wachezaji muhimu kweli. Waliotoka. Kwa mfano kama Alidiaucho ni mchezaji muhimu sana. Sasa tayari kashakava Azizi Ndambwile. Azizi Ndambwile hawezi kulikava nafasi ya Alidiaucho hakuwa, yani kwa viungo hawezi kutokea kiungo wa aina kama Alidiaucho. Yani kwa miaka hii miwili mpaka sasa sijaona, miaka hii 4 sijawahi kuona kiungo kama Alidiaucho namba 6. Sijawahi tu kuona kiungo huyo. Yani Ndambwile, kwa sababu kila timu ina star, lakini nikwambie tu Ndambwile hawezi kulikava nafasi ya Alidiaucho hata siku moja. Ndio kinachowasumbua ndio hicho. Hata wewe Conte uliomleta. Conte ndio kawaida kabisa. Yani wewe ndio kawaida kabisa. Yani wewe wanasema hata Azizi alivyokuja kiwango chake kilionekana hakuna kitu alichokifanya. Yule Azizi Ki kipindi anasajiliwa, alivyokuja unajua kiwango kilikuwa ni hafifu kama hivi alivyokuwa huyu Conte. Ni muda alivyopata muda na kuendelea kumsikiliza kocha na kuendelea kufanya mazoezi, Azizi akawaka. Sasa muda huo unaongelea wewe wa Azizi Ki, timu ilikuwa na prove, yani Azizi Ki mwenyewe alikuwa prove, lakini timu ina prove. Umeelewa? Yani shida ni pressure anayokutana nayo. Kwamba Simba, yani kama Yanga inapata matokeo, itizokee kuna muda unaweza kusema ngoja tumsubirie huyu. Lakini Simba na Yanga kama timu haipati matokeo, hawana muda wa kusubiri. Huo ndio uhalisia, hawana tu uvumilivu. Kwa mfano kama Conte kiwango chake kama kipo chini, kipo low, lakini wao ambao wana replacement pale, wana recover, wanacheza vizuri, wanacheza mpira mzuri ambao wanapata matokeo, wanasaidia timu kwenda mbele. Ni maana kwamba tayari yule anasema huyu atapata muda, lakini kwa hivi ambao timu inakwenda maana imepata sare, maana ikifungwa, yani kiasi kwamba wale wenzao akili yao sema huyu tumemchukulia nini? Huyu ana faida gani? Maana yake tayari watu wanaanza kufikiria wewe wanatukuache, na wasifu kwamba viongozi wangu wametoa maamuzi sahihi, kwa sababu kwanza uwanja wa Isamio ni uwanja ambao wenye ulinzi mkali sana. Ulinzi mkali kweli. Yani katika miaka hii ya karibuni, miaka hii 4-5 ambao Yanga wana prove. Yani kiukweli yani kitu ambacho wanachoingia ukiondoa nini mpira, yani kudominate uwanjani, lakini pia hata local beliefs pia wao wameziweka sana mbele. Yanga. Yes, local beliefs wameziweka sana mbele, ndio maana hata sisi
kuja kuangalia wale binadamu wanacheza, ni binadamu ambao yani wanaweza kumwambia kitu hivi kwa sababu si wanaishi katika maisha ya kawaida, wanaishi, wanaona, wanajionea. Kwa hiyo inawezekana kwamba yani vile vitu unaweza kuniambia mimi nikasema okay, hamna chochote baya, lakini mchezaji anaona ukampiga kitu cha kumshtukiza akasema okay, that is serious, ile ni kweli, ile ni kweli, ile ni kweli. Kwa hiyo ndio hiyo kwamba Yanga unaweza kukaa nao uwanja mmoja wakaukosti, kwa sababu Yanga anaweza kuja kufanya tukio mwenyewe upo uwanjani humo sawa, wakafanya tukio yani kama vile imani. Yes, ya. Kwa hiyo pale Samio kwanza uwanja mgumu kwao Yanga. Wao Yanga wenyewe uwanja ule ni mgumu kwao. Simeelewa, miaka hii ya karibuni, miaka yote mitatu si minne pale hawajawahi kuprove kabisa, wakija kumbuka mechi ya sare JKT wakatoaga sare, ni sare tu, hawajawahi kushinda pale ni sare tu sawa, na uwanja ambao ni mgumu kwa sababu ule uwanja ni mkubwa, ule uwanja mkubwa, na sisi ndio mazingira yetu ambayo tunapenda, kwa sababu hata ukiangalia Simba ikicheza uwanja wa Taifa tofauti na ikicheza hata KMC, timu haifunguki, uwanja mdogo. Lakini uwanja wa Jenerali Isamiwa huo ni uwanja mkubwa na uwanja ambao mimi naamini utatupa mafanikio sana. Sawa sawa. Tumalize na la mwisho kabisa. Kuna watu wanapiga kelele au mfananisho wa wachezaji wenu pendwa. Huku kuna Mpanzu, huku wanamfananisha, huku kuna Pacome Zouzoua. Kwa jina lingine kuna mzee wangu anamuita Zoazoa. Wewe kwa upande wako kama shabiki, tufunge na hiki kipindi. Kati ya Pacome na huyu Mpanzu, nani unaona yupo kwenye quality bora, au unaweza kulinganisha Mpanzu kuwa bora zaidi ya Pacome, au Pacome ni bora zaidi kuliko Mpanzu? Yani katika wachezaji hao kiukweli yani wapo tofauti kidogo, wapo tofauti kwa sababu sio Mpanzu kwamba hajui mpira au Pacome hajui, wote wanajua mpira, wote wanajua mpira kabisa, wote wana talent ya kutosha sana, ila kuna vitu Pacome amemzidi Mpanzu na kuna vitu Mpanzu amemzidi Pacome. Yani ukiondoa yani kukana mpira dribo, Mpanzu ana dribo sana, anajua mpira kukaa nao, anajua sana mpira kukaa nao. Pacome anajua mpira kukaa nao, lakini Mpanzu anajua sana kukaa na mpira. Lakini kwenye finisher Pacome anajua sana finisher kuliko Mpanzu. Yani Mpanzu anaweza kukofa vitu vingi, anaweza kuchukua hata watu watano akapiga hadi watu watano hadi watu wanne akaondoka nao. Kwenye finisher sasa ndio changamoto. Lakini Pacome anaweza kuchukua hata watu wawili, lakini anajua kupiga mpira sehemu sahihi na anajua kupiga assist. Umeelewa? Yani nafasi za magoli. Lakini Mpanzu ni mchezaji ambaye anaekaeka sana, yani anaweza kana mpira lakini kwenye kupiga assist yani pasi mwisho okay, sasa wewe nenda kafunge. Mpanzu ndio changamoto yake. Lakini wote wanajua mpira, wanajua vizuri, wana talent za kutosha sana. Wana talent za kutosha. Yani kama Pacome, yani kama Mpanzu atabadilika, Pacome atamsikia sana kwenye redio Mpanzu, kwa sababu Mpanzu si umri bado unamlinda, lakini Pacome umri kidogo umefanyaje? Umeenda. Yes, yeah. Pacome ana haki ya kufanya kila kitu kwa sasa hivi kwa sababu ana muda mchache sana mbele. Lakini Mpanzu ana uwezo wa kufanya akachelewa leo, kesho akalifanya jambo la maana na kuendelea. Umeelewa? Sawa. Bwana, hii ni michezo. Niko na Mr. Sultani, kama mlivyomsikia ni mchambuzi wetu au ni shabiki wetu mwingine wa Chapesa Media. Tupo naye na tutaendelea kuwa naye. Ni sehemu moja na sehemu sahihi ya kuweza kupata habari za kimichezo. Ni sehemu ambayo ni kituo kitakacholeta wewe kuweza kupata burudani. Hii imeanza na bado itaendelea. Sehemu iliyopo kituo rasmi ni Chapesa Media. Utapata habari za kimichezo, burudani na makala yote hususan zinazohusiana na michezo na burudani. Hatuna la zaidi. Kikubwa zaidi tunaomba wale ambao hamjasubscribe nao ni time ya nyinyi kuweza kusubscribe mpate notification za kimichezo kutoka hapa ndani ya Chapesa Media. Hatuna la ziada. Asanteni sana.